Ndani ya gari hii anatoka mneki mstaafu Major Laizer, ambaye pia huyu ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Siha. Moja kwa moja sehemu maalum iliyoandaliwa maalum kabisa kwa ajili ya mahojiano na Charles Beda TV. Anaingia ndani. Na sasa anakaa na yuko tayari kwa ajili ya interview, mahojiano. Na mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana. Karibu sana, na tunaendelea na mchakato wetu huu wa mazungumzo yaliyochukua muda siku 2-3, lakini tukiwa na mneki mstaafu ama mneki wa kipindi cha nyuma, ambaye pia yeye ni mwalimu by professional na ni kada wa Chama cha Mapinduzi mbobezi kabisa, akiwa ni mwenyekiti wa umoja wa wazazi wilaya ya Siha. Huyu si mwingine bali ni comrade Major Laizer. Asante sana. Asante sana. Ni furaha sana kuwa na wewe wakati huu tena. Asante. Nimefurahi sana tumekutana. Mimi binafsi nimefurahi sana. Ndio. Naona tuna muda hatujaonana. Ni kweli kabisa, ni hizi najua pilika tu, kwa sababu najua naona majukumu mengine. Majukumu mengi sana katika sekta ya elimu. Mambo ya kujenga chama. Naam. Mambo ya utumishi. Ambao actually tunaitumikia nchi yetu. Ni kweli kabisa. Yeah. Mneki mstaafu Mwalimu Major Laizer, mara ya mwisho tulipoongea tuliwacha watu wakiwa na shauku kubwa kabisa ya kupenda kufahamu kuhusiana na swala sakata ile ambalo lilitokea mwaka 2015. Yes, 2015. Tukaishia hapo, tukasema hiyo sasa next time tutakuja kuendelea na mazungumzo yetu. Nafikiri ndio ni kweli kama unavyosema, tulikuwa tumesema angalau baada ya kumaliza yale mahojiano pale ambapo tulikuwa tumefikia. Ni kweli. Tukasema angalau leo baada ya kupata mwaliko wako kuweza kuingia kwenye muendelezo. Ni kweli. Ni kweli. Labda niseme tu nimshukuru Mungu kwa kupata nafasi tena kwenye chombo chako hiki, lakini pia nikushukuru wewe kwa kunipa mwaliko. Niseme tu kwamba 2015. Ndio. 2015 ujue bado wakati huo ni kwa mjumbe wa NEC. Na katika mazingira yale ile 2015 nikatangaza kugombea ubunge katika jimbo la Siha. Nilipotangaza, kwa kweli umeleta taharuki kubwa sana kwenye chama, lakini umeleta taharuki sana kwenye jamii. Kwanza kwa sababu ya aina ya mtu ambao tulikuwa tunapambana naye kwenye nafasi ya ubunge. Ndio. Kwa maana ya Agremwandre. Agremwandre alikuwa naibu waziri, lakini alikuwa mbunge wa jimbo la Siha. Sasa katika ile taharuki, nafikiri watu walikuwa pia wanapata taharuki kwa sababu kiongozi yule amedumu kwa miaka 15. Na miaka yote 15 hakupata mtu wa kuweza kupambana naye hasa kwenye kura za maoni. Pressure ile haikuwa kubwa. Lakini 2015 ikaleta pressure kwa sababu kwanza ulikuwa mjumbe wa NEC, kwa hiyo watu wakawa na ile pressure kuona kwamba siasa za Siha zinaenda kubadilika. Tena ndani ya CCM kuleta ushindani. Sasa katika mazingira yale nilipotangaza, ikaonekana kama vile tunaenda kuleta vuguvugu la mgawanyiko ndani ya chama. Ndio. Kwa hiyo pale mvutano mkubwa ukaanza pale kwenye chama. Na pale nakumbuka tulikuwa kwenye mkutano wa halmashauri kuu ya CCM ya wilaya ya Siha. Nakumbuka siku ile tulikuwa na viongozi pia wa mkoa. Moja ya harakati nilizoona pale chama ilikuwa haikuridhia sana niweze kuingia kwenye kinyang'anyiro kile ni pale mwenyekiti wangu wa CCM. Ndio. Mwenyekiti wa wilaya pale alipobaki kwenye misimamo wa kusema bana, hatutaki upambane na Agremwandre. Aliweka msimamo kabisa. Akaweka msimamo, na ujue mwenyekiti wa CCM wa wilaya mzee wangu Oscar Temi ni mtu wangu wa karibu sana. Na moja ya wazee ambao mimi kwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa nilikuwa na nguvu yake kubwa sana, kwa sababu mzee Temi alikuwa mwenyekiti wa CCM na alikuwa anatamani vijana wapate fursa ya kuwa viongozi. Ndio. Na hata wakati nagombea ujumbe wa NEC ni mmoja wa watu ambao wamenisupport
kuona kwamba sasa vijana wa Siha wapate nafasi ili baadaye waje wawe viongozi. Naam. Sasa ilipotokea ile 2015 kama tunavyojua lile vuguvugu la vyama vya upinzani na ndani ya chama kule kulikuwa na wakati mgumu baada ya mgombea ule wa urais kwenda Chadema. Ndio. Naona ikaleta pressure kubwa sana. Sasa mwenyekiti wa CCM kwa sababu alikuwa anatamani kwamba wilaya ile tusipate mgawanyiko ndani ya chama. Akaniambia bwana, wewe mjumbe wa neki, kijana wangu, hebu kaa kwa sasa, akimaliza Agremwandri ya awamu hii inakuja, basi huko mbele ya safari sisi wazee tutakupa fursa. Kwa kweli pale tusikuwa hatukuelewana kabisa. Kwa hiyo pale mbele ya halmashauri kuu ya wilaya nikamwambia hapana mwenyekiti, sisi hii ndio wakati wetu kuonyesha demokrasia, lakini kuonyesha kwamba vijana wana nafasi ya kugombea ubunge katika jimbo la Siha. Kwa hiyo pale ikatokea purukushani. Ilipotokea purukushani pale, sasa mwenyekiti pale akaona hapana, sasa hapa huyu kijana huyu anajitahidi sasa kutaka ile dhamira yake kuonyesha. Kwa hiyo baadaye mwenyekiti, nafikiri baadaye wazee, nafikiri inawezekana kuna namna ambavyo wamewasiliana na wazee wa Siha. Wale wazee wakaja kwangu. Kwa hiyo walipokuja wale wazee wangu wale wakanieleza. Waniambia bwana, wewe kijana wetu. Kijana wewe tunakupenda, una uwezo kuwa una sifa ya kuwa mbunge, lakini utakaposhiriki kwenye kura za maoni tutaleta mgawanyiko kwenye chama. Sasa wakanipa maneno mazito sana ambayo actually yalinipa hofu kwa wakati ule. Sasa baada ya kunieleza wazee wangu pale wakaniomba, na kulikuwa na mzee wangu mmoja anaitwa mzee Lengere, mzee wetu ambao alikuwa maarufu sana katika wilaya ya Siha. Ni mzee ambao amewasaidia sana wananchi wa wilaya ya Siha, hasa katika lile eneo ambalo mimi naishi. Sasa ule mzee akaniita na pamoja na wazee wengine. Wakaniambia bwana, sasa tumekuita, tunachokuomba usigombee ubunge 2015. Tunataka tumsupport Agremwandri, lakini baada ya miaka 5 sisi wazee wa Siha tutakusupport. Sasa ilipotokea pale, na ni mzee mwenyewe anaheshimika, mzee ambaye anaheshimika sana katika wilaya ya Siha, hasa katika lile eneo la tambarare lile. Ule mzee alikuwa anaheshimika, na hata akipanda kule eneo la milimani bado anaheshimika. Bado alikuwa anaheshimika sana kwa sababu ni mzee ambao kwa kweli amekuwa na msaada mkubwa sana, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye ana ushawishi katika siasa za wilaya ya Siha. Kwa hiyo mzee wale wakaniita, wale wazee wakubwa kabisa wa heshima, wakaniambia bwana, sisi tumepokea taarifa ya kwamba kwenye chama kwamba wewe sasa unataka kugombea, lakini pia tumepata taarifa zako. Sasa tunakuomba kijana wetu, kwa sababu bado wewe ni mdogo, wewe kaa subiri. Sasa wale wazee kwa kweli, lakini kumbuka kulikuwa na pressure kule nje. Pressure imeshakuwa kubwa kwa sababu watu wale marafiki zangu wengine kabisa ambao inawezekana si wa Kongo karibu kabisa, lakini wakawa wananisupport kule nje. Kwa hiyo baada ya wale wazee kuja tukazungumza nao, na kweli wakaniomba. Baadaye sasa mzee mmoja akauliza, nakumbuka sasa hivi ni mwenyekiti wa kata pale Donyomolo, anaitwa Lucas Clamian. Sasa hivi ni mwenyekiti wa kata. Akawaambia wale wazee, sasa mkimzuia huyu kijana mtamzuia mwingine atakayetoka nje. Hiyo ndio nakumbuka mpaka kesho. Kwamba kama mnamzuia huyu kijana mwingine, kama mnamzuia huyu kijana, kesho mtamzuia mwingine atakayetokea mlango wa nyuma. Sasa pale wale wazee hawakutaka kusikiliza. Akasema sisi tunamzuia huyu kwa sababu ndio tunayemjua, na tunajua kigombea ndani ya system anaweza kaleta changamoto kubwa sana kwenye kura za maoni. Kwa hiyo actually katokea hivyo, na mimi baadaye nikarizia, kwa sababu kwa mila na desturi za jamii zetu hizi lazima tuwaheshimu wazee. Lakini unawaheshimu kwamba actually Agremwandri amefanya kazi kubwa sana katika wilaya ya Siha. Kwa mimi binafsi walipoleta lile ombi maalum kwangu, mimi binafsi kwa sababu ya kazi ambayo Agremwandri amefanya na heshima ambayo ametupa katika wilaya ya Siha, mimi binafsi nikasema kwa sababu bado nina nafasi huko mbele ya safari, basi ngoja nimpe fursa ya kumaliza miaka 5 ijayo, ili nasi wengine inawezekana tukapata nafasi kwa ridhaa ya wananchi wa wilaya ya Siha, lakini na wazee na watu mbalimbali katika wilaya yetu ya Siha. Kwa hiyo ukakubaliana na wazee wale, ukaridhika kwamba sasa acha nikae pembeni tumwachie mzee wetu Agremwandri. Yes, actually nimeridhika baadaye, na niliporidhika nikaweka wazi. Nikaweka wazi kwenye vyombo vya habari, lakini kwenye jamii kwamba bwana, mimi
Sasa katika mazingira kama haya sasa tunamuunga Agremwandri mkono na ndivyo ilivyotokea mwaka 2000 na kumsaidia kwenye mchakato. Actually kwenye kampeni ndio mimi ndio ulikuwa mstari wa mbele 2015. Na nilikuwa kama manager campaigner wa Agremwandri. Kwa hiyo wilaya nzima yote ya Siha, kitongoji, tawi, kijiji, kila kata nimepata fursa ya kupita. Na nakumbuka hii fursa baada ya kuacha kugombea ubunge baada ya wale wazee ikatokea maelekezo ya chama kwamba lazima nikaambia bwana sasa lazima urudi kutoka kazini njoo msaidie Mheshimiwa Agremwandri kuhakikisha kwamba ushindi wa CCM unapatikana. Na ndipo ambapo baadaye nikapata simu nikiwa kazini baada ya kurudi, baada ya kuona hiyo ubunge hiyo fursa hajapatikana kwa wakati ule, basi nikaelekezwa kwenye chama, nikaja nikakaa pale. Tumetembea na Agremwandri, hakuna sehemu ambao hatujapita na hakuna lugha ambao hatujaongea. Na kama unavyojua 2015 kulikuwa na vuguvugu kubwa sana la vyama vya upinzani ambao actually ilikuwa ni wakati mgumu sana wa kufanya siasa. Na kwangu mimi nimefanya zile siasa tulikuwa tumefanya katika mazingira magumu kwa sababu Agremwandri amefanya kazi, lakini kulikuwa na pressure ya vyama vya upinzani hasa katika wilaya ya Siha. Na hata kama unavyojua baadaye Agremwandri wala hakufanikiwa kwenye zile kura za kupata ubunge ndio tukapata mbunge kutoka upinzani. Hebu tunani kidogo hapo ilikuwaje? Maana Agremwandri aliingia lakini hakufanikiwa kwenye ile kinyang'anyiro. Unajua pale nataka tu nikuambie, unajua 2015 pamoja kwamba Mheshimiwa Agre amefanya kazi kubwa sana katika wilaya ya Siha, lakini nafikiri watu walikuwa wanataka mabadiliko. Watu walikuwa wanataka kuona Siha ikipata mabadiliko kwa sababu unajua Mheshimiwa Agre alikaa miaka 15 akiwa mbunge. Kwa hiyo kulikuwa na pressure ndani ya chama, watu wakihitaji mabadiliko ya uongozi kwa maana ya ubunge. Lakini baada ya kutokuona ndani ya chama, nikafikiri watu wakaona sasa ni afadhali wafanye mabadiliko katika nje ya chama. Sasa kwa pressure ile, na hasa tulivyokuwa tunajua mgombea wa urais wakati ule kutoka upinzani alikuwa na nguvu ambayo alikuwa na watu ndani ya CCM lakini alikuwa pia na watu nje ya CCM kwa maana ya upinzani wenyewe. Kwa hiyo ile pressure, ule mgombea wa upinzani akapata nguvu kubwa sana kwa sababu ya ile pressure ya upinzani, lakini pia na ile pressure ya wana CCM kutaka mabadiliko. Kwa hiyo nafikiri pale wapinzani wakatupiga bao la kusikino kwa sababu wao wametumia ile fursa ya watu wengi kutaka yale mabadiliko ndani ya jimbo la Siha. Sasa mtazamaji, huyu ni Mnek mstaafu na ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Siha, si mwingine bali ni Comrade Major Laizer, tukizungumza kuhusiana na siasa za wilaya ya Siha, lakini kwa ujumla mchakato mzima jimboni ukoje. Sasa ndio hivyo mkapoteza ama chama ikapoteza jimbo. Tukapoteza jimbo mwaka 2015. Na nini kikafuata hapa katikati? Sasa jimbo limeshapotea kwa maana kwamba limeenda upinzani, limeenda Chadema 2015 mpaka 2020 tunakutana tena kwenye uchaguzi. Actually pale hapa katikati kuna kitu kikubwa sana kimekuja kutokea kwa sababu tunajua hapa katikati kulikuwa na kazi kubwa ambao Rais Magufuli hayati amefanya, na tunaona kabisa wakati ule kulikuwa kumekuja kukatokea ile vuguvugu la upinzani kutoka ndani ya upinzani kuja ndani ya CCM. Na ukijaribu kuona wakati ule baada ya kukaa miaka 2-3 ule mbunge ambaye alikuwa ameshinda upinzani akarudi ndani ya CCM. Sasa kilichotokea pale kulikuwa na mchakato kwa sababu zile kura kwa maana ya kutafuta mgombea, nafikiri chama kikaamua kwamba yule mgombea akave ile nafasi bila kufanya zile kura za maoni ndani ya chama, kwa sababu wanajua kwamba wangefanya nafikiri ingepigwa kura za hasira kwa yule mgombea aliyetoka upinzani. Kwa hiyo baadaye kwa mwaka 2000 nafikiri 2017-18 ndo akarudi ndani ya chama, baadaye akaendelea na nafikiri ndo kwa sasa ambao ndo mbunge ambao tunao ambaye amekuja 2020
ndo akapambana tena, nda akapata ridhaa ya wanachama na wana CCM, lakini pia na wananchi wa Siha wakampa ridhaa hiyo. Naam, asante sana. Tukija kwenye mchakato wa 2020 Mheshimiwa Meijo, 2020 kwenye mchakato wa ubunge pale jimbo la Siha, na penyewe palikuwa sio pepesi, yani ndani ya chama ilikuwa kidogo kuna shughuli, kwa maana ya kura za maoni za kumpata mgombea wa nafasi ya ubunge pale Siha. Labda hii ikoje? Maana ukizungumza siasa za Siha pale bila kumtaja Meijo Laizer bado hujakamilisha zile siasa. Kwa kweli kwa pale siasa za Siha hasa 2020. Ndio. Mimi binafsi nimepata nafasi nikatangaza tena kugombea ubunge kwenye kura za maoni ndani ya chama. Naam. Na nakumbuka nafikiri tuliochukua fomu wakati ule tulikuwa 39. Sasa katika siasa zile za 2020 pamoja kwamba kulikuwa na pressure kubwa ya watu kutaka kugombea, tulikuwa na ushindani ndani ya chama, na mimi binafsi nimegombea pale ubunge, lakini kilichotokea pale kulikuwa na mazingira ambao actually kulikuwa na mazingira ambao kulikuwa na matumizi makubwa sana fedha kwa ndani ya chama. Sasa katika zile pressure ya fedha, watu kutumia fedha na nini, kila mtu anataka apate nafasi, ndio sasa mazingira yale yakatokea yalivyotokea. Actually nilikuwa mtu wa 5. Ndio, katika wote 39 ambao actually ukiona ile top 5 nilikuwa mmoja wapo wa watu, lakini moja ya vitu ambavyo imekuwa na changamoto kubwa uchaguzi ule 2020 kulikuwa na matumizi makubwa sana ya fedha ambayo actually wewe unafikiri utakuwa unajua, na nafikiri kwa mazingira yale hatukutarajia, yani wengi hasa nafikiri ni swala la nchi nzima hawakutarajia sana kwamba wakati huo, na hasa tukijua kwamba Rais Magufuli alikuwa ni mmoja wa watu ambao walikuwa wanachukia rushwa. Lakini hali ilikuwa tofauti. Kabisa. Nakumbuka wakati huo mheshimiwa ndio ilitokea ule msemo maarufu ulivuma sana kwamba wajumbe sio watu. Sasa na mimi pale katika mazingira yale katika hiyo kusema wajumbe sio watu. Naam. Nafikiri inawezekana wajumbe ni watu, lakini kwa sababu ya mazingira waliotengenezewa. Ni kweli. Wajumbe watu wengine wanatumia fedha, wanatumia nguvu ya fedha. Sasa ukiwa mtu ambao kama una fedha inakuwa ni kazi sana, kwa sababu watu hawaangalii sasa ile profile yako. Hawaangalii sifa ya kwamba, hawaangalii uadilifu wako, hawaangalii utendaji wako ndani ya chama, hawaangalii mapenzi yako ndani ya chama. Kuna watu ambao hawaangalii kabisa. Lakini kuna watu wengine ambao wanaweza akasema hapana, pamoja na matumizi ya fedha tutampa. Sasa wale wachache mimi walionipa nafikiri hawakutaka kujua kwamba huyu mtu ana fedha au hana. Walikupa kwa moyo wao wa dhati. Wamenipa kwa moyo wao wa dhati. Kwa hiyo binafsi mimi nitumie tu nafasi hii kuwashukuru. Actually unaweza usiwajua waliokupa kura, lakini katika mazingira yale binafsi ni mwaka ambao nimejifunza kuona matumizi makubwa ya fedha ndani ya chama, lakini katika uchaguzi ule, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu tumevuka salama. Aliyekuwa mgombea aliyeshinda pale chama kikampa ridhaa ya kuwa mbunge, na mpaka sasa ni mbunge katika jimbo la Siha. Labda kwa uzoefu wako Mheshimiwa Meijo, kwa sababu wewe umepita huko kwenye michakato kule ndani kabisa, kwa kweli huo uchaguzi wa mwaka 2020 wengi wanafahamu, na hili sio Siha tu, ilikuwa kabia nchi nzima. Matumizi ya pesa yalikuwa kidogo ni makubwa sana. Pesa ilikuwa anasema nje na wajumbe kabisa. Wajumbe walikuwa waangalie unaosema nini. Nakumbuka bado ndio mwaka shingapi. Nakumbuka, nataka nikuambie kulikuwa na mgombea ameenda kuwafungia watu hotelini 2020. Yaani kata wale wagombea wetu ambao tumewagombea, mgombea mmoja amewafungia watu hotelini, alafu asubuhi akawaleta kwenye kupiga kura. Na maana actually wale watu wataangalia ubora na uwezo wa mtu. Lazima watamchagua mtu ambao amewakarimu, amewafanyia jambo jema usiku huo. Kwa hiyo watu wakaamua Kwa kweli ilikuwa changamoto sana. Na mtazamaji, ni Meijo Laizer kwenye mchakato jimboni hapa, na tukiwa tunaendelea kuzungumza naye kuhusiana na masuala ya siasa, lakini pia tukijikita zaidi katika wilaya ile ya Siha ambapo yeye ndipo anapotokea na ni kiongozi kupitia jumuiya ya wazazi, ni mwenyekiti wa wilaya kupitia jumuiya ya wazazi. Na tunaendelea mbele zaidi na mazungumzo yetu. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi.
Ndio. na pressure imeshakuwa kubwa sana. Pita jimbo limekuwa na kasi. Yaani kunakuwa na moto moto. moto moto. Moto moto. Yaani moto moto kila kona. Habari ni hiyo. Yes. Kwamba Oktoba 25 kwa maana ya mwezi wa 10. Mwezi wa 10, yes. Ndio shughuli inakuwa haswa. Inakuwa inapamba moto. Pamba moto. Yes. Na pale Siha ukienda pale ukaongea na watu na nini, kwa kweli miongoni mwa majina yanayotajwa sana. Yes. Major Liza. Kweli kabisa. Major Liza. Kabisa. Hebu tuambie nini kulikoni? Mimi nashukuru kwa sababu umeniuliza swali. Actually najua hili swali lina mitego. Hili swali lina mitego, na niseme tu ni kweli mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ndio. Kwa maana utakuwa na kura za maoni ndani ya chama, lakini pia tutakuwa na uchaguzi mkuu kwa maana ile ya kupata mgombea ndani ya chama. Ndani ya chama. Kwa sasa tumempata mgombea wa urais, ndio, ambao ana makamu wake ambao tayari tumempata ndani ya chama, lakini pia tumempata rais wa Zanzibar ambaye atakuwakilisha chama chetu. Sasa huko kama ulivyosema moto moto. Jimbo la Siha ina moto moto. Kwa kweli moto. Jimbo lile sasa ukienda kuna moto moto yani watu kila kona watu wanazungumza. Na moja ya vitu ambavyo vimeleta changamoto kubwa ni hasa kura za maoni. Ndio. Na hizi kura za maoni zimewafanya baada ya chama kuonyesha ile namna ya kupata wala wajumbe watakaenda kupiga kura, lakini pia chama namna ya kupata wagombea. Nafikiri sasa ndani ya jimbo la Siha, na sio ndani ya jimbo la Siha, ni nchi nzima. Yaani watu wanazungumza zile tatu bora, tatu bora. Sasa tatu bora kila usiku inasemwa. Sasa na inawezekana watu wananisema kwa sababu actually nimeshakuwa kiongozi na sasa ni kiongozi. Lakini pia unajua mpaka watu wanakusema lazima kuna jambo, sababu mimi binafsi bado sijatangaza. Sijatangaza kabisa kwamba nagombea ubunge. Na nafikiri ikifika wakati, kwa sababu mimi ni kada wa CCM, ni kiongozi na uzoefu mkubwa ndani ya chama. Na nataka tu nikwambie, yani kati wale wote wanaotajwa, yani wakitajwa hata kama wako tatu bora, na mimi lazima niwemo kwa sababu is a profile ya siasa, sifa ya kiongozi ambao umetengeneza, yani ile profile ambayo imetengenezwa. Mungu amenisaidia ikatengenezwa, lakini wana CCM wakanifikisha hapa nilipo. Kwa hiyo swala la kutaja mimi nafikiri sio issue. Ndio. Nafikiri issue ni wanachama wanataka kujua nitasema nini siku ya mwisho. Je, nitachukua fomu au sitachukua fomu? Na kama unavyojua kwenye chama chetu kuna utaratibu. Sasa huo utaratibu si unajua kila jambo na wakati wake. Sana mimi nikilisema hili kwenye vyombo vya habari anajua bana kwenye chama huku kuna hatua ambazo zinachukuliwa, lakini mimi nataka tu niseme kila jambo na wakati wake. Kila jambo na wakati wake. Na unajua watu wengine kuna misemo mbalimbali ambavyo zipo. Kila jambo na wakati wake. Kila jambo na wakati wake. Sasa nafikiri kama Mungu amekusudia na dhamira yangu nilionayo kwa sasa, mimi nafikiri kuna jambo ambalo Mungu wetu anaenda kutukuzwa kwa kila ambacho kitaenda kufanyika katika wilaya. Na mimi ikifika wakati ninafikiri nitaweka bayana nitaenda kuchukua fomu au sitaenda kuchukua fomu. Lakini kwa kweli mimi nashukuru wananchi wa wilaya ya Siha. Nashukuru hata kwenye mitandao hizi za kijamii ukienda, unasikia tu watu wanatajwa, wakitajwa zile tatu bora. Jina langu huwezi kulikosa. Sasa hili wakati mwingine linatutia moyo kuonyesha kwamba kuna jambo ambalo inawezekana watu wa Siha wanataka tuwafanyie. Asante sana, mimi nakushukuru. Mimi nafikiri next time tutaliweka hili bayana. Na nafikiri ikifika wakati ili jambo litawekwa bayana. Yes. Na mtazamaji popote pale ulipo, kama ambavyo umemsikia Comrade Major Liza anasema kila jambo na wakati wake. Hata kwenye maandiko tunaambiwa kuna wakati na wakati wake. Na Mungu naye anakuwa amepanga. Yes. Na wanasema wakati wa Mungu, wakati wa Bwana ndio wakati sahihi. Ndio wakati sahihi. Sasa nakwambia huko mbele ya safari ndio wakati wa Bwana wa sahihi. Kwa wakati huu ndio wakati mwingine. Lakini wakati wa Bwana ukifika ndio sahihi. Ni wakati sahihi. Basi mimi kwa kweli ni kushukuru sana mheshimiwa kwa kuweza kukubali angalau tukapata nafasi ya kuweza kuongea mawili matatu ambayo tumeweza kuongea. Najua haya
ni kwa ajili ya watu wetu, watu wa Siha na maeneo mengineyo ambao wangependa kuyafahamu haya. Bila shaka watakuwa wamepata fursa hiyo. Nakushukuru sana. Nikushukuru sana mheshimiwa. Asante sana kiongozi. Na nikutakia kila la heri pia. Ubarikiwe sana. Asante sana. Nakushukuru sana. Asante sana. Asante. Na mtazamaji, kufikia hapo tunakuwa tuna la ziada. Shukrani sana kwa wewe kuendelea kufuatilia, na usikose wakati mwingine tena. Maana amesema wakati ukifika ataweka bayana. Basi wakati mwingine, bye bye. Asante sana. Asante sana.